hii asubuhi. Kwa majina yangu naitwa Mwinjilisti Stefano Anderson Msaugi, ambaye namtumikia Mungu katika kanisa la Anglican Dayosisi ya Dar es Salaam. Tuna kila sababu kumshukuru Mungu aliyetupa neema hii. Basi tuombe, alafu nitaendelea na yaliyopo mbele yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu le hai, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya asubuhi hii ya leo ya Jumatatu. Baba, tunakushukuru maana wewe ni mwema. Asante Bwana kwa ajili ya watumishi wako hawa wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao katika jina la Yesu Kristo. Lakini pia asante kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao watafuatilia na kufuatilia zaidi jambo hili, ambao watafuatilia zaidi ibada hii na tuendelea kufuatilia zaidi siku kadha, siku baada ya siku. Katika jina la Yesu tunajikabidhi kwako. Mungu uwe pamoja nasi. Tunakualika Roho Mtakatifu, kaa katikati yetu, tuhudumie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunapoenda kutafakari neno lako, kaa upande wetu Bwana, tusemeshe, tufundishe. Tuko tayari kusikia kutoka kwako, ni katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu amenipa somo ambalo tutaendelea nao kwenye wiki nzima kutoka leo Jumatatu mpaka pale tutakapohitimisha Morning Glory. Mungu amenipa somo hili, nguvu ya viungo. Nguvu ya viungo. Mwambie jirani yako, nguvu ya viungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu kwenye viungo vyako. Kuna nguvu kwenye viungo vyako. Kuna nguvu kwenye viungo vyako. Shetani ili afanye kazi anataka mtu mwenye viungo ili amtumie. Na Mungu ili afanye kazi anamtaka mtu mwenye viungo ili amtumie. Hii jua sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maana unakuta kuna waganga wa kienyeji wana viungo, wanaweza wakanena maneno, wakamwambia mtu hiki, wakamwambia mtu hiki, na kazi za shetani zinaenda. Lakini pia wapo watumishi wa Mungu wana viungo ambao pia wanaweza kukwambia kitu fulani kwamba nenda utafanikiwa, nenda utakuwa salama, nenda utapona, nenda utapata kazi. Kupitia viungo unaona kwamba watu wanasaidiwa siku baada ya siku. Kama unaniona hapa, niko na viungo, nimekuja kusema na wewe asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi jua kwamba kuna nguvu kwenye viungo vyako. Jambo la kwanza, jua shetani namna ambavyo anaweza kutumia viungo vyako. Jua shetani namna ambavyo anaweza kutumia viungo vyako. Jua shetani namna ambavyo anaweza kutumia viungo vyako. Lakini jambo la pili, Mungu anataka viungo vyako ili akutumie. Mungu anataka viungo vyako vifanye kazi na yeye ili akutumie. Naposema viungo, ninajumlisha viungo vyote, miguu yako, mikono yako, macho, mdomo. Mungu anataka viungo vyako, ambapo kujumlisha unapata mwili wako wote. Mungu anataka huo mwili na viungo vyake vyote ili akutumie. Lakini pia nasema jambo la kwanza kwamba shetani pia anataka mtu mwenye viungo kama ulivyo wewe ili afanye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tusaidie kuelewa. Kwa ona thamani ya viungo. Na ndio maana shetani hawezi kuja yeye kama yeye, ila anaingia ndani ya watu, ndani ya mtu mwenye viungo au watu wenye viungo. Anawajaza maneno fulani au anawajaza matamshi fulani. Alafu akishajazwa yale matamshi fulani na maneno fulani, wale watu wanaondoka na yale maneno, wakimfikishia mtu yale maneno, yule mtu anakufa pale, au yule mtu anaharibikiwa pale, au yule mtu anapoteza. Kama alikuwa anawaza kitu kizuri, anapotea tena, hawezi kuwaza kile kitu kizuri. Kwa nini? Shetani ameingia ndani ya mtu, ameingia ndani ya mtu, akajaza maneno, na yeye akakaa humo ndani, akatembea kupitia huyo mtu mpaka kwa fulani. Yaani kutoka kwa jirani yako hapo mpaka kwako. Mtu anaweza katoka hapo kwa jirani yako akaja hapo kwako akakuletea maneno, lakini yale maneno ndani yake si yeye anayeongea, ni shetani anaongea ndani yake. Kwa yale maneno unaweza ukawaletea yale maneno, alafu kisha yale maneno unajikuta unakufa. Naposema unakufa, yani kama ulikuwa unaweza kufanya jambo zuri, unaambiwa jambo haliwezekani. Unaanza kupoteza uwezo wako wa kiutendaji. Unaanza kupoteza uwezo wako wa kufanya mambo yako kadha wa kadha. Kwa hiyo shetani ili afanye kazi anataka mtu mwenye viungo na mwenye akili timamu ili amtumie. Na Mungu pia ili afanye kazi anamtaka mtu mwenye viungo na mwenye akili timamu ili amtumie. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kumbuka kwamba maandiko yanasema Mungu ni roho, nao waabuduo yeye mapasa kumwabudu katika roho na kweli. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Amina. Tusome ile Zaburi ya 54 mlango ule wa 19. Zaburi ya 54 mlango ule wa 19. Biblia inasema hivi: umekiacha kinywa chako kinene mabaya, na ulimi wako watunga hila.
umekiacha kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako watunga hila. Umekiacha kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako unatunga hila. Kinywa na ulimi. Kinywa umekiacha kinene mabaya, maandiko yanasema hivi, na ulimi wako kazi yake ni kutunga hila. Hivi ni viungo. Hizi hila anatungiwa nani? Kuna mtu ametungiwa hila kupitia ulimi. Kuna mtu amenena mabaya kutumia ulimi. Kuna mtu amesema mabaya kupitia ulimi wake. Na kuna muda huyu mtu amefanya haya mabaya au amenena haya mabaya, akatunga hila. Alipotunga hizi hila, lengo lake kumharibu mtu fulani au kumfanyia mtu fulani kitu kisichofaa au kumshtaki, kumfunga kwa kumsingizia. Akatunga hila kwa ulimi wake, na alipotunga zile hila akafanikiwa kufanya lile jambo. Baada ya muda, shetani alipoondoka ndani yake akamwacha huyo mtu akajisukia, akaanza kujilaumu, kwa nini nimefanya haya? Tukisoma maandiko tunakuta mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti, baada ya kufanya yale aliyoyafanya, Yesu amekamatwa tayari. Kumbuka alienda akasema mimi naweza kuwaonesha Yesu. Maana alitumia kinywa chake kwamba naweza kuwaonesha Yesu. Wale watu wakasema twende ukatuoneshe, akaenda nao wakamuonesha. Lakini walimpa fedha vipande 30. Walipompa fedha alipokea kwa mikono yake. Lakini tunapataje kwa kwamba hakuwa Yuda kwa wakati ule, alikuwa Shetani? Kwamba baada ya kukamilisha ule mpango, Yesu amekamatwa tayari, amefungwa tayari, anateswa tayari, anasulubiwa tayari. Yuda akachukua vile vipande vya fedha akapeleka kwa waliompa, akawaambia sikutazamia kama itakuwa kama ilivyokuwa. Fedha zenu hizo. Wale watu wakazikataa. Nini? Nguvu ya viungo vyake. Kwamba kuna watu wamefanya mabaya kupitia viungo, na baada ya kufanya yale mabaya, maana shetani alikuwa ndani yao. Baada ya kufanya yale mabaya, shetani alipotoka ndani yao, wale watu wakajilaumu kwa mambo aliyofanya kupitia viungo vyao. Maana anasema jua nguvu ya viungo Mungu alivyokupa. Shetani ili afanye kazi anataka kutumia viungo vyako, lakini pia Mungu ili afanye kazi anataka kutumia viungo vyako. Hapo kuna siri kubwa sana, na Mungu atupe Roho wake Mtakatifu atusaidie kuelewa hapo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kuna mahali wewe mwenyewe kwa kinywa chako uliwahi kujaribia kazi. Yaani umejikuta tu umemtukana bosi wako, umejikuta tu umemtukana mume wako, umejikuta tu umemtukana mke wako, umejikuta tu umefanya. Baada ya lile jambo kufanyika, tayari limeharibika. Baadaye umekaa peke yako ukaanza kujuta ndani. Hivi mimi kweli ndo nimefanya jambo hili? Ukaanza kujiuliza maswali haya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na Mungu atupe uwezo wa kuelewa kitu hichi. Na ndio maana Mungu akanipa somo hili niseme na wewe kwamba kuna nguvu kwenye viungo vyako. Kama hautajitambua, shetani anaweza kutumia viungo vyako ukaharibu ndoa yako, ukaharibu huduma yako, ukaharibu biashara yako, ukaharibu mahusiano yako na watu wazuri kupitia viungo vyako. Nimesema hapa wengine wameharibu ndoa zao kupitia vinywa tu. Kupitia vinywa tu. Amejikuta tumemjibu mwenzake vibaya, na mwenzake naye akamrudisha vibaya, mwisho siku akaachana. Hata ukikaa ukauliza kwa nini ameachana, hawajui. Anasema tu mimi aliniambia tu kitu hichi na hichi, nikamjibu hivi na shangaa tumeachana. Jina la Yesu libarikiwe. Unajua kabisa kwamba pale hawakuwa wao, ila shetani ndani ya mtu akafanya kazi. Lakini pia Petro kabla shetani hajaingia ndani yake hakuweza kumkana Yesu kwa Yesu. Alimwambia Yesu, niko tayari kwenda na wewe hata gerezani. Amen. Baada ya adui kuingia ndani yake kuleta hofu ndani ya Petro, alipoambiwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu, akasema sio. Wakaambia mara ya pili, mbona hata
ya kwako unafanya, sema mimi sio, akakataa. Ninakufundisha kitu, shetani akiwa ndani yako anaweza akaupaleti viungo vyako kufanya uharibifu, lakini pia Mungu akiwa ndani yako anaweza kuupaleti vitu vizuri vikaanza kutokea pale. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mwambie jirani yako, nguvu ya viungo. Amen. Nguvu ya viungo. Jambo la pili, Mungu anataka viungo vyako ili akutumie. Mungu anataka viungo vyako ili akutumie. Mungu anataka miguu yako, mikono yako, kinywa chako, macho yako ili akutumie. Kumbuka, huwezi kukuta mganga wa kienyeji kipofu au kiwete au hana mikono. Lazima awe na mikono, awe na miguu, awe na macho ili anayoyafanya ayafanye kwa umahiri. Lakini pia hasa hii kwa watumishi wa Mungu, unaweza kukuta labda mtu amepata changamoto na vitu kaza wa kaza, lakini pia 99% watumishi wa Mungu wote wako na viungo. Ndio maana anaweza kutembea, umetoka nyumbani umekuja hapa, au nimetoka nyumbani nimekuja hapa kuja kusema nimetumia viungo. Amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa Mungu anafanya kazi ndani ya miili yetu kupitia viungo vyetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tutasogea kidogo kwenye maandiko mengine tena hapa. Nimesema hapa jambo la pili kwamba Mungu anataka viungo vyako ili akutumie. Lakini pia jambo lingine unaweza kuandika hili kwamba nguvu ya kujizuia kutenda maovu ipo katika miliki yako. Kila kitu kipo chini ya uwezo wako. Kushinda au kushindwa, kote kupo ndani yako. Tarudia kitu hiki. Nguvu ya kujizuia kutenda maovu, hata kama shetani yupo anataka atumie viungo vyetu ili kuharibu maisha yetu, lakini nguvu ya kujizuia ipo ndani yako. Nguvu ya kujizuia kutenda maovu, kwa sababu maovu yapo na maovu ni ya shetani. Nguvu ya kujizuia kutenda maovu ipo katika miliki yako, yaani katika uwezo wako. Kila kitu kipo chini ya uwezo wako. Kushinda au kushindwa, kote kupo ndani yako. Mimi nakataga sana watu kuniambia kwamba nimeshindwa kujizuia, nimejikuta nimeiba, nimeshindwa kujizuia, nimekuta aidha nimemsengenya mtu, nimeshindwa kujizuia, nimekuta nimemchonganisha mtu na mwenzao wamegombana. Hapana, nimekuja kukwambia hapa kwamba nguvu ya kujizuia ipo ndani yako. Unaweza ukajizuia usitende mabaya wewe mwenyewe, na unaweza ukaamua kutenda mabaya. Inategemea nini kinakusukuma ndani yako. Kama ndani yako yuko Mungu, hautatenda mabaya. Lakini kama ndani yako anaishi shetani na malaika zake, lazima utatenda mabaya. Hautakuwa na nguvu ya kujizuia, utakuwa na nguvu ambayo itakuwa inakusukuma kufanya yale mabaya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa nimesema kwamba nguvu ya kushinda ipo ndani yako. Kufanya mazuri, nguvu ya kufanya mazuri pia iko ndani yako. Nguvu ya kufanya yale mabaya pia iko ndani yako. Ni wewe unataka kuchagua kufanya yaliyo mazuri. Nami nimekuja hapa nikwambie kwamba chagua kufanya yaliyo mazuri. Hakikisha viungo vyako vinakusukuma kufanya yaliyo mazuri. Na ndio maana nikasema mwanzo kabisa pale, nguvu ya viungo, na tuweke agano na viungo vyetu. Kwa hiyo hiki tutaweka agano na viungo vyetu. Utasemesha miguu yako, utasemesha mikono yako, utasemesha macho yako, utasemesha kinywa chako, utasemesha ulimi wako, utasemesha viungo vyako vyote kwamba kisiwepo kiungo chochote kitakachofanya wewe ufanye mabaya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Chagua kushinda. Maana nguvu ya kushinda iko ndani yako. Chagua kushinda. Lakini pia jambo lingine nasema hivi, naandika hivi na wewe pia andika hapo, itakusaidia kusoma mara kwa mara. Zuia viungo vyako katika kutenda maovu. Zuia viungo vyako katika kutenda yaliyo maovu ili utembee na Mungu. Zuia viungo vyako katika kutenda yaliyo maovu ili utembee na Mungu. Unaposhindwa kuzuia viungo vyako, huwezi kutembea na Mungu. Ili utembee na Mungu, lazima uzuie viungo vyako. Hujasoma katika Zaburi 1:1? Anasema heri mtu yule asiyeketi baladhani pa watu wenye mizaa. Amen.
Nini kimekupeleka baladhani penye watu wenye mizaa? Miguu imekupeleka pale, alafu ukakaa pale. Anasema heri mtu yule asiyeketi baladhani pa watu wenye mizaa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kuzuia viungo vyako katika kutenda maovu ili utembee na Mungu. Mtu anayezuia viungo vyake visifanye maovu, huyu mtu anatembea na Mungu, anakuwa na nguvu za Mungu, anakuwa na uelewa wa hali ya juu sana, kwa sababu Mungu akiwa ndani yako atakupa uelewa wa hali ya juu sana. Shetani hawezi kukusemesha kwa chochote au kukuharibu kwa chochote, kwa sababu ndani yako unatembea na Mungu. Tunaona wakati Yesu anaanza kazi yake, Biblia inasema akachukuliwa na Roho akapelekwa nyikani ili ajaribiwe. Hakuwa peke yake, alikuwa na Roho wa uzima. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Angelikuwa peke yake, njaa ilipompata, shetani alipotokea akamwambia, ikiwa wewe mwana wa Mungu, badilisha jiwe ile mkate, angebadilisha, angekula, afa angejikuta amepoteza mwelekeo wake. Lakini kwa sababu alikuwa na Mungu, alikuwa na Roho Mtakatifu pale, viungo vyake vikatulia. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nimesema kwamba hapo, zuia viungo vyako ili utembee na Mungu. Unapozuia viungo vyako, lazima utatembea na Mungu. Sasa nataka tukaombe kwa siku ya leo, alafu tutaendelea katika siku ya kesho. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini nikirudia jambo hili vizuri kabisa kwa mahiri, kwamba tuko na somo ambalo nasema nguvu ya viungo, na tuweke agano na viungo vyetu. Na tumetembea na ile Zaburi ile ya 50 mstari wa 19. Daudi anasema pale kwamba umekiacha kinywa chako kinene nini? Mabaya. Umekiacha kinywa chako kinene mabaya, na ulimi wako umetunga hila. Kwa Mungu akusaidie ulimi wako usitunge hila, kinywa chako kisinene mabaya. Lazima nini? Uweke agano na viungo vyako. Yaani hapo ulipowaambie, kinywa changu hautanena mabaya, hautanena hila, hautatunga hila, hautamkosea Mungu. Kinywa changu utabeba agano kutoka mbinguni, nitamtumikia Mungu kupitia kinywa changu, nitawasaidia watu, nitawainua watu kupitia kinywa chako, utawatia moyo watu, utawaongezea watu ujasiri kupitia kinywa chako. Lakini watu wengi ambao wametumia vinywa vyao kunena mabaya, kuporomosha watu, wameanguka kiimani, wamepoteza mwelekeo kupitia vinywa vyao. Na kushauri katika maisha haya tulionayo, tumia viungo vyako vizuri kwa ajili ya kusaidia watu wengi, kwa sababu Mungu ili afanye kazi anataka kutumia viungo vyako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Basi unaweza ukaendelea kutufuatilia, na muda huu natamani nikaombe na wewe sasa. Na nitakuongoza sala ya toba, kwa sababu ya pengine kuto kujua jambo hili, umejikuta viungo vyako vimefanya yaliyo mabaya sana, lakini nitakuongoza sala ya toba hapa, alafu Mungu ataanza kutembea na wewe sasa, na utaweka agano na viungo vyako, alafu Mungu ataanza kutembea na wewe katika jina la Yesu. Lakini pia unaweza ukatuma sadaka yako kupitia namba ambayo inapita hapo chini, ukatuma hiyo sadaka yako hapo, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nataka tuombe wakati umekamata sadaka yako, na niombe ukiwa una sadaka yako mkononi mwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu hai, asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya somo hili ambalo umetupa kwa wakati na majira sahihi, kwamba tujue nguvu ya viungo na tutumie viungo vyetu vizuri katika kutenda mema. Mungu tusaidie katika jina la Yesu. Lakini pia naomba kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye anatufuatilia na anatutazama, Mungu uliye hai, usinyamaze kwa ajili yake katika jina la Yesu. Ninaomba kinywa chake, miguu yake, mikono yake ikutumikie wewe katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane siku ya kesho. Amina, amina. Ubarikiwe sana.